Lakini kabla ya kuendelea na lolote, na tumshukuru Mungu ili tujiweke tayari. Tuombe. Bwana Yesu, Mungu uliye mwaminifu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku nyingine hii tena ambayo umepata kibali na nafasi machoni pako. Asante kwa sababu Bwana umetupa neema ya kujifunza neno lako na kutafakari. Tunaomba Bwana neno hili tutakapokuwa tukitafakari likapate nguvu, likapate pumzi yako, kwa sababu neno likiwa na nguvu yako wewe Bwana linatugeuza. Tunatamani tukaone hili neno likitugeuza maisha yetu. Tunatamani tukaone Roho Mtakatifu ukilivuvia hili neno na pumzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukanitumie vile upendavyo, ukanene na kila mmoja sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu. Tunaendelea na mfululizo wetu wa kutafakari neno la Mungu kutoka kitabu cha Mwanzo, na kwa Jumapili ya leo tutakuwa tunatafakari kitabu cha Mwanzo sura ya 44 mpaka 46. Tutakuwa tunatafakari katika upana huo, lakini kama unaandika kichwa cha somo au kichwa cha tafakari yetu leo, unaweza ukaandika kulipa mema badala ya mabaya. Kulipa mema badala ya mabaya. Maka peni yetu iko mbali kidogo, tungeweza kuandika ili hata mtu mwingine anachelewa anafanya visualization. Lakini kichwa cha somo ni kulipa mema badala ya mabaya. Tutasoma kidogo alafu tutakuwa tunajua ni kwa namna gani mtu analipa mema badala ya mabaya, na kwa nini tulipata kichwa cha namna hiyo katika tafakari yetu ya Mwanzo 44 hata 46. Basi ukae tayari. Pale utakapokuwa na swali, pale ambapo utakuwa hujaelewa, usisite kunyosha mkono wako na kuuliza, lakini na kuchangia. Hivyo ndivyo ambavyo tunaenda na tunajifunza na kutafakari pamoja neno la Mungu. Yes. Kitabu cha Mwanzo sura 44 tutasoma kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, afu tutaona kuna jambo hapo la kujifunza. Anasema hivi: akamwamuru yule msimamizi wa nyumba yake akisema, jaza magunia ya watu hawa chakula kwa kadri wawezavyo kuchukua, utie na fedha ya kila mtu kinywani mwa gunia lake, na kikombe changu, kikombe kile cha fedha, ukitie kinywani mwa gunia la yule mdogo pamoja na fedha ya nafaka yake. Akafanya kama vile alivyomwambia Yusufu. Asubuhi kulipopambazuka, hao watu wakapewa ruhusa, wao na punda wao, na walipotoka mjini hao watu walipotoka mjini, kabla hawajaendelea sana, Yusufu akamwambia yule msimamizi wa nyumba yake, ondoka uwafuate watu hawa, nawe utakapowapata waambie, kwa nini mmelipa mabaya kwa mema? Je, kikombe hiki sicho anyweacho bwana wangu, naye hufanya uaguzi kwacho? Mmefanya vibaya kwa kufanya hivi. Hii ni habari ambayo ina mwendelezo. Tunaona nyuma hawa watu walienda kununua chakula Misri. Walipoenda kununua chakula, wasimjue Yusufu kuwa ni ndugu yao, lakini baada ya kuketi nao akazungumza nao, akamwambia, bwana, tumekuja na mwenzetu, kijana wetu mdogo wa baba aliyebaki na nini. Lakini Yusufu kwa sababu alikuwa anawafahamu, wao hawamfahamu, yeye ndio alianza kuwagundua mapema. Akasema, sasa kikombe changu mwekee mdogo, kwa sababu alijua wale watu ni waaminifu. Kwa watakachosema, atakapowaambia kuwa mmechukua kikombe changu, wataweka ahadi kubwa. Ndio maana napo hapo ukiona hapa mbele wakasema, kama kuna mtu amechukua kikombe chako hicho unachokisema, hauwezi kutufanyia mema hivi alafu tukachukua kikombe chako. Kama kuna mtu amechukua, huyo awe mtumwa wako. Kumbe hawajui, kwa Yusufu aliwajua. Kwa sababu aliwajua, aliwawekea kile kikombe ndani ya gunia la yule mdogo ambaye ni mdogo wake, akitaka abaki na mdogo wake. Sasa hawa wanaulizwa swali, kwa nini mmelipa mabaya badala ya mema? Kwa nini mmelipa mabaya badala ya mema? Wanasema huko, akawafuata kwa wapata na kuambia maneno hayo. Wakamwambia, kwa nini bwana wangu anasema maneno kama haya? Hasha, watumwa wako wasifanye hivi. Tazama, hizo fedha mlizoziona kinywani mwa magunia yetu tumekuletea tena kutoka nchi ya Kanaani. Tuwawezaje sisi kuiba nyumbani mwa bwana wako fedha au dhahabu?
atakayeonekana kuwa nacho miongoni mwa watumwa wako na afe. Umeona? Nasi tutakuwa watumwa wa bwana wangu. Kwa hiyo wao walikuwa na uhakika kabisa kwa hakuna namna mtu yeyote amechukua kile kikombe, lakini walipokipata kile kikombe ndani ya gunia la Benjamin, kwa kweli unaona, tutakuja kuona huko mbele tukajifunza jambo lingine ambalo lilikuwa tena lina kina, na kuona kwa nini mpaka Yusufu anajitambulisha, kwa sababu ya kuna mtu mmoja hapa anaitwa Yuda, kuna uwezo mzuri sana wa kujenga hoja na kufanya mazungumzo. Tunamuona na sio eneo hili tu, lakini maeneo mengi hata nyuma alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa kuzungumza na kufanya ushawishi. Lakini kwenye hiki kichwa nilipokuwa na tafakari, nikagundua kanuni ya wanadamu ni kuwa mtu akikuumiza na wewe muumize, mtu akikufanyia mabaya na wewe mfanyie mabaya. Hiyo ni kanuni ya kibinadamu kabisa. Yaani unatamani mtu anayekufanyia mabaya yampate mabaya, mtu anayekuumiza aumie ili naye asikie panapouma. Yaani ndio wanadamu tunapenda hivyo. Lakini kanuni ya kimungu ni kuwalipa mema badala ya mabaya. Ndio maana Yesu alikuwa anapigwa, wanampiga na mijeledi, lakini anasema Bwana uwasamehe, hawajui walitendalo. Kwa nini? Anawalipa mema badala ya mabaya. Kwa sisi nasi tunapaswa kuchukua hili jambo na kujifunza kuishi kwa kanuni za kimungu. Tukiamua kuishi kwa kanuni za kimungu ni kuwalipa watu mema badala ya mabaya. Kwa sababu anasema tuna maana gani sasa? Kama tunawafanyia mema wanaotufanyia mema, tunawafanyia mabaya wanaotufanyia mabaya, na maana sisi tunakuwa kawaida na watu wengine. Yaani kama unawafanyia wanaokufanyia mema na wafanyia mema, wanaokufanyia mabaya na wafanyia mabaya. Sasa ina maana wewe hauna tofauti. Yaani unaishi kwenye kanuni za kawaida. Kanuni ya ufalme wa Mungu ndio hiyo, kuwatendea mema. Yaani mtu mwingine mpaka baadaye anaanza kujifikiria, anaanza kukuogopa. Sasa mbona mimi namfanyia mabaya lakini wananifanyia mema? Mbona namfanyia mabaya? Kwa unakuta kwa yale mema anamfanyia unamvuta kuja kwenye nuru. Lakini na wewe ukiwa unamkomesha unafanya mabaya yale yale, unamfundisha nuru gani? Ina maana na wewe unamuonyesha uko kwenye sura ile ile ambayo alionayo yeye. Lakini kama tukijifunza, kama tukijua ya kwamba sisi tunapaswa kulipa mema badala ya mabaya. Na ni msisitizo wa Biblia, sio hapa tu. Ukisoma pia kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 21. Ukisoma kitabu cha Warumi 12 mstari wa 21, anasema usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya. Na msisitizo wa Mungu kuwa sisi kama waamini tusishindwe na ubaya. Ila ubaya wetu tunaposhindana nao ni kushinda kwa kutenda wema. Kwa tunapotenda wema, tunajikuta tunaushinda ubaya. Lakini kama hatutendi wema na sisi tukasimama kwenye ubaya, tukawa tunafanya ubaya, ina maana na sisi tunawasilisha ule ubaya ulioko ndani mwetu. Lakini kama tutaanza kutenda wema, tutamuonyesha Kristo, tutawashuhudia watu wengine waionapo mienendo yetu. Wanamuona Mungu. Wanasema hiki kitu kwa namna ya kawaida usingeweza. Nasema kwa namna ya kawaida, mtu tu wa kawaida hivi asingeweza, lakini huyu anaweza. Kwa nini? Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani mwake. Roho wa Mungu yuko ndani yake, ambaye Yesu, huyo Roho alikuwa ndani ya Yesu, ambaye anasema yeye alipotukanwa hakurudisha tukano. Wakati mwili kawaida tunasema ukitukanwa unatamani na wewe urudishe tukano, lakini yeye Yesu alipokuwa akitukanwa hakurudisha tukano. Aliwabariki waliokuwa wanamnenea mabaya, aliwabariki waliokuwa wanamfanyia mambo mabaya. Kwa unakuta mtu, yani watu wanaanza kusema huyu mtu sijui yuko kwa namna gani. Kwa nini? Kwa sababu hatupaswi kushindwa na ubaya, bali tushinde ubaya kwa wema. Yaani unajua mtu kama alikupania, wanasema teke apigwi mtu aliyeanguka. Yaani mtu alikupania, yaani unajua hata maneno ni matamu mtu anapo nipe nikupe, yaani unajibizana naye. Lakini sasa mtu anapokuja kujibizana naye hapa anakuta wewe umenyamaza. Yaani sasa automatically anakufa. Kwa nini? Kwa sababu upande wa pili haujakubali wewe kuchukuliwa kwenda kwenye upande wake. Wanasema hakuna mtu anaweza akakukwaza au hakuna mtu anaweza akakudharau, ila wewe mwenyewe unampa nafasi. Kwa sababu gani? Unaanza kusema mimi, ananiambia mimi. Kuna mtu wewe unaanza zile mimi zako zinaanza kupandisha hasira. Kuna kwanza kupandisha hasira, ina maana unavutwa, unatolewa kwenye surface yako.
ule uwanja wako wa nyumbani ambao ulikuwa umetulia nao, unapeleka kwenye sehemu nyingine ambao sasa ndio kaanze kujibizana, ukaanze kufanyaje? Mwisho wa siku unajikuta sasa neno la Mungu limetukataza. Nasema katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na uongo. Ukisoma Mithali 10:19 anasema hivyo. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu. Kwa sababu unakuta unasema, mwisho wa siku mpaka umekwazika. Kwa sababu anasema sisi maneno yetu iwe ndio, hapana. Haimaanishi sasa kwa kile unachosema utakuta sasa ndio. No. Kuna muda yani ukisema unachokisema unakimaanisha. Unachokisema ndio kilivyo. Yani kwa huhitaji utetezi mwingi. Unajua mtu anayesema kitu kilichonyoka hahitaji kwanza kwa sijui na nini. Mtu anayesema uongo ndio anaanza kutafutia na tu maneno tu kujazia tu maneno matamu tu kumpendezesha mtu ambaye anasema. Kwa hiyo tunapaswa sisi kama waamini kushinda ubaya kwa wema. Na neno limesema tusishindwe na ubaya. Kumbe inawezekana tukaushinda ubaya lakini kwa kutenda mema. Kwa Bwana atusaidie. Tujue kabisa tunatoka kwenye ibada ya leo tuna wajibu wa kushinda mabaya kwa mema. Wote waliokuwa wanakufanyia mabaya, moyoni mwako tu watangazie msamaha. Yaani utaona kwanza unaanza wewe mwenyewe kuwa mwepesi, lakini pili unajikuta unapata nguvu ya kuweza kufanya mambo mengine mapya kwa sababu kinyongo ni sawa na sumu. Hakianzi kumdhuru yule aliyekuwa nacho, yani hakianzi kumdhuru yule anayemwazia mabaya, kinaanza kukudhuru wewe uliyekibeba. Sababu unakuta yule yeye ana amani huko anaendelea na kula na furahi, lakini wewe unasema umekaa kwani alinifanyia hivi. Ukimwona unavimba, unachanganyikiwa, ukimwona hata mtu no. Lakini ukianza kushinda mabaya kwa mema, unafanya mabaya unatangaza mema. Wanaweka mabaya unaweka mema. Mwisho wa siku wema utashinda. Kwa sababu kila tunalofanya wapendwa ni mbegu, na neno la Mungu limetuambia Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa kama unapanda wema, utavuna wema. Kwa si lazimishwa kupanda ubaya. Wengine watakuja watakuchokoze ufanye mabaya ili upande mbegu mbaya yote. Sasa kwa nini uruhusu magugu yaote kwenye shamba lako wakati wewe ni mwema? Otesha mema. Analeta mabaya, otesha mema. Yani kuna namna za mtu atakulazimisha ufanye hiki, fanya zaidi hata habari kwa bwana kulazimishia. Baadaye anashangaa, kumbe nidhani namkomoa, kumbe yani yeye anaenjoy tu. Kumbe umejifunza kanuni ya kimungu ya kushinda mabaya kwa mema. Na jambo lingine ukisoma katika Mithali 17:13, nalo pia anatufundisha jambo hilo. Anasema yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Kama wewe umeamua, umesema mimi nataka sasa nipambane na mabaya sasa. Wanaonifanyia ubaya na mimi nikomoe na nipa ubaya. Anayenisijui nifanyia nini na mimi namfanyia hivyo. Unakuta wewe sasa mabaya ndio yanakaa kwako, hayataondoka. Kwa nini? Kwa sababu unaendelea kuyapalilia, yanaendelea kuota. Kwa arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Naona neno la Mungu lilivyo na hekima ya kutushauri. Kwa ukijua muda mwingine unawaza tu, kwani niko tayari ubaya uendelee kukaa kwenye nyumba yangu? Hivi nyumba yangu ina nafasi ya kuendelea kukaa na ubaya? Nasema hapana. Kwa bora nifanye tu mema, ubaya uondoke. Kwa utakapoanza kufanya mema, unakata ile mbegu ya ubaya. Lakini ina maana ukiendelea kufanya ubaya, unaendelea kuletwa kwenye mstari usio wako, uendelee kuchipusha magugu kwenye shamba lako, yaendelee kuota mabaya. Kwa arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. No, ina maana kinyume chake ni kweli. Arudishaye mema badala ya mabaya, mema hayataondoka nyumbani mwake. Kwa hata kama sio wewe walitaka yani hata kama sio yule aliyemfanyia wema ndio atakufanyia wema, Mungu anakuinulia watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu ulipanda mbegu, utavuna. Wakati wa kuvuna ukifika unavuna. Unakuta yani huelewi. Unasema huyu mtu ana bahati, sijui nini. Yeye mambo yake watu wanajitolea, wanaguswa nayo nini? Kumbe kuna mbegu alikuwa anapanda ambazo watu najua wakati wa kupanda hawakuoni. Wakati unapanda mbegu na nani kuna mtu anajali? Yaani hakuna anajali wakikuona leo umebeba kikapu na nini unaenda shambani kupanda mbegu. Hakuna anayejali. Lakini siku ameona unavuna mema. Huyu ana bahati. Kwa nini yeye tu anavuna tu? Kumbe wewe ulipokuwa unapanda, wao hawana habari.
wametulia zao. Kwa Mungu atusaidie tujue. Yaani muda mwingine kweli inauma, lakini muda mwingine fanya kama napanda. Sema tu hiki kitu kweli niliuzika, kweli nimeumizwa, lakini ninachofanya hapa ninapanda mbegu. Ninapanda mbegu, ninapanda mbegu. Hii mbegu siku moja nitavuna, kwa sababu mema haya yataondoka nyumbani kwangu. Nataka mema yaendelee kuwepo nyumbani mwangu. Kama nataka mema yaendelee kuwepo nyumbani mwako, mbegu ya wema ukaendelea kupanda na kuipanda, itakuwa na itaongezeka, na baadaye mwenyewe utafurahia yale mema ambayo Bwana ameyaweka ndani mwako. Lakini jambo lingine ambalo tutaliona katika tafakari yetu katika hiki kitabu cha Mwanzo 44, tutaona ndugu mmoja anaitwa Yuda. Huyu Yuda alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya majadiliano, na alikuwa na uwezo mkubwa, yaani alikuwa na ushawishi katikati ya ndugu zake. Ndio maana ukiona ukisoma vizuri hizi sura hapa Mwanzo 44, ukisoma kule nyuma pia utaona sasa walipokubaliana ndugu zake. Alikuwepo kaka yao mkubwa anaitwa Reuben. Reuben alikuwa yuko tayari, anasema kweli mimi ndio kaka mkubwa, lakini huyu bwana mdogo, kwa sababu wadogo zangu wote wamekubaliana tumuue, basi ngoja tumtupe kwenye shimo. Yeye alizana atawapiga chenga, baadaye ataenda kumtoa. Lakini akatokea huyu Yuda akawaambia wenzie, huyu bwana mdogo ni damu yetu, tukimweka kwenye shimo akafa, itatusaidia nini? Kwa wenzie wanamsikiliza, itatusaidia nini tukimdumbukiza tukamweka kwenye shimo, mwisho wa siku akafa huyu? Haitatusaidia, huyu ni damu yetu. Wale mnaona wanapita wa Misri, tumtoe yule bwana mdogo kule kwenye shimo, twende tumuuze aende huko. Kwa yeye akaleta hilo wazo, wenzie wakamuelewa. Kwa ana nguvu ya ushawishi, na maana sio kaka mkubwa, lakini katikati ya wenzake anaweza akazungumza nao akasikilizwa. Unaona, wakaenda wakamtoa, wakamuuza. Rubeni anaenda jioni, anajua amewategea wenzie, anaenda kumtoa. Anakuta wenzao washamtoa zamani, wamemuuza. Anaanza kushangaa, jamani mtoto hayupo kwenye shimo na nini. Kwa kumbe kuna kaka mdogo Yuda. Na huyu Yuda ukiangalia ukoo wake baadaye ndio alikokuja kupita Daudi, amekuja kupita mpaka kutokea Bwana Yesu. Kwa kwenye uzao huo wa Yuda, kwa sababu ya uwezo, alikuwa na uwezo wa kujadiliana. Unaona, hata ukiangalia hapa walipotaka kurudi mara ya pili kuchukua chakula. Aliyemweza baba yake kwa hoja ili amtoe mdogo wao mdogo kwa aende naye ni Yuda. Alienda Rubeni, akaongea naye, akasema kama ni hivyo hautaki, basi tutakufa na njaa, au tutamleta na watoto zangu, kama sitamleta watoto wangu nao wafe. Yaani anamwambia na wajukuu zake wafe, sijui nini. Lakini Yuda akamwambia, baba, yule mtu hatatupokea. Yaani tukienda hivi bila mdogo huyu hawatatupokea. Na tukiendelea kukaa hapa tutakufa na njaa. Sasa mimi najiweka dhamana, mimi mwenyewe, sio mtoto tena, mimi mwenyewe, yaani nisipomrudisha, nikienda asirudi, mimi mwenyewe nitahakikisha nachukua nafasi yake, ila wewe huyu aje hapa. Baba yake akasema, yaani sasa kwa sababu umesema hivyo, lakini huyu mtoto wangu wa kwanza nilimpoteza na nini. Kwa hiyo zile hoja za Yuda zikazi na mashiko makubwa. Baba yake akashindwa kuvumilia, akamwambia aende naye. Sasa wameenda naye, ndio kinatokea kisa hiki. Kikombe wanakikuta kwenye gunia la Benjamin. Sasa kesi hapo, wanamuogopa Yusufu, wanasema yule bwana ni mkali hatujawahi kuona. Yaani wanamuogopa kwa sababu aliwashtukia mwanzo, akamwambia nyie ni wapelelezi. Hamwezekani kama mnakuja kutafuta chakula huko. Nyie ni wapelelezi. Yaani wajua tu sasa, si wao walimuuza, wajua hawezekani, yaani mtu aliyemuuza akajua toka jamaa akaja kuwa mtu mkubwa. Wao wanajua hawajui. Wanajua tu ni bado ni kajamaa. Sasa wanaogopa, wanarudisha nyumbani kwao, wanaogopa kwa sababu bwana ni mkali. Sasa katika ukiangalia, anasema wakarudi, waliporudi mjini, soma tu hapa kwenye 44. Anasema wakarudi mjini, wakalala kifudifudi wote wamelala chini. Anasema utusamee. Kwa anazungumza anasema, Bwana, hili kilichofanyika hapa hatuwezi tukakataa. Yaani haya aliyotupata sasa, kwa sababu hilo vikombe kweli wamekuja kuangalia na wamevikuta kwenye gunia letu. Wamevikuta kwa mdogo wetu. Hatuwezi tukakataa. Anaanza kumwelekeza Yusufu. Yaani hapo kumbuka watu wote wanamuogopa, wenzio wote. Kaka mkubwa Rubeni yupo amelala hapo chini kimya.
hawezi hata kujitetea, hawezi hata kuelezea, na yeye ndio kwenye familia alikuwa anapaswa kuwa anabeba jukumu la wenzie, lakini hawezi kujitetea. Yuko tu hapo naye amelala kifudifudi analia. Ngoja tusome uone hapo. Ngoja tusome hapa katika 44:14 mpaka 34 ili uelewe vizuri. Uone huyu Yuda alipokuwa na uwezo wa kujenga hoja. Yaani huyu ndo aliyesababisha mpaka Yusufu naye yani akaguswa moyo akaanza kulia. Akaanza kuambia jamani mimi ni ndugu yenu. Jamani mimi ni ndugu yenu. Wakati mwanzo alikuwa mkali, ananyosha yani wanaogopa, wanamuogopa sana. Lakini huyu amejenga hoja ambazo zimemfanya hadi Yusufu mwenyewe akaguswa moyo akaanza kulia. Yani analia kabisa mpaka anajitambulisha kwao kwa sababu ya huyu Yuda. Ngoja tusome habari zake. Kuanzia mstari wa 44:14. Sasa mnaona kutathmini na kutafakari Biblia kulivyo kutamu. Yeye anasema ndio unaiona neno ni tamu, na wajua watu na waelewa tabia zao, unajua kwa nini. Kwa kimomba Mungu sasa, Mungu nataka hekima kama ya Yuda. Unajua huyu alikuwa anafanya 1 2 3. Sasa tumsome huyo Yuda na uwezo wake wa kujenga hoja na kufanya majadiliano. Anasema akaja Yuda na ndugu zake nyumbani kwa Yusufu, naye mwenyewe alikuwamo, nao wakamwangukia kifudifudi. Na maana wakalala chini kwanza kwa sababu wamekosea na kikombe wameiba, wamekikuta kiko kwenye nani yao. Anasema Yusufu akamwambia, ni kwa tendo gani hili mlilotenda? Hamkujua ya kwamba mtu kama mimi naweza kufanya uaguzi? Yuda akasema, tumwambie nini bwana wangu? Tusemeje? Tujivutieje haki? Mungu ameona uovu wa watu wako. Tazama, sisi ni watumwa wa bwana wangu, sisi na yeye ambaye kikombe kilionekana mikononi mwake. Akasema, hasha, nisifanyiwe hivi. Mtu ambaye kikombe kilionekana mikononi mwake ndiye atakayekuwa mtumwa wangu. Nanyi nendeni zenu kwa baba yenu. Naona sasa yeye anataka tu kwa ujanja abaki na mdogo wake, wakae pamoja huko, labda anataka aanze kujitambulisha polepole kwa mdogo wake, kwa bwana hao watu, mimi ndo kaka yako ambaye waliwahi kunitupa na nini na nini. Lakini huyu kwa sababu alisema sisi basi tutakuwa watumwa wako, anasema nyie mrudi kwa baba yenu, ila mimi namtaka huyu kikombe kilichopatikana kwake. Sasa Yuda ndo anaendelea. Anasema ndipo Yuda akamkaribia akasema, tafadhali bwana wangu, mtumwa wako na aseme neno moja masikioni mwa bwana wangu, wala hasira yako isimwakie mtumwa wako, maana wewe ukama Farao. Wewe bwana wangu, unaona sasa hapa ameanza anamuinua, yani anamsifu. Unajua mtu kitaka kusikilize kidogo, wanasema kabla hujaanza kumkosoa mtu, walau umsifie kidogo mara kadhaa. Sasa kwa sababu kama hujawahi kumsifia mtu na mkosoa, unaharibu sasa. Anaanza analichukulia kwa tofauti, anaona kama unamchukia. Lakini kama umewahi kumsifia mwanzo, ukamkosoa, najua huyu mtu anania njema na mimi, anataka labda kuna kitu anakiona, anataka kiwe bora. Lakini kama wewe unakosoa tu, mtu hujawahi hata kumsifia mara moja, unakosoa kila kitu, mtu anakuchukia, utakuwa unavutia maadui wengi. Kwa naona huyu wamemkuta hawamjui, lakini anamwambia wewe ni kama Farao. Yaani kwa hasira yako isiinuke mara moja. Kwa naye anapata akili na utulivu mzuri wa kumsikiliza. Ndio anamwambia sasa, tukakwambia wewe bwana wangu, tunaye baba naye ni mzee, na mwana wa uzee wake ni mdogo, na nduguye amekufa, amebaki yeye peke yake katika tumbo la mamaye, na baba yake anampenda. Ukatuambia watumwa wako, mleteni kwangu ili macho yangu yamwangalie. Tukakwambia bwana wangu, kijana hawezi kumwacha babaye, maana akimwacha babaye atakufa. Ukatuambia watumwa wako, asiposhuka ndugu yenu mdogo pamoja nanyi, hamtaniona uso wangu tena. Ikawa tulipokwenda kwa mtumwa wako baba yangu. Kwa aseme tu hata baba yangu, nakwambia na baba yake anaweza ni mtumwa wao. Anasema tulipoenda kwa mtumwa wako baba yangu, tukamwalifu maneno yako bwana wangu. Kisha baba yetu akanena, rudini huko mkatununulie chakula kidogo,
tukasema hatuwezi kwenda ndugu yetu mdogo akiwapo pamoja nasi. Tukashuka maana hatutaweza kuona uso wa mtu huyo, ndugu yetu mdogo asipokuwa pamoja nasi. Mtumwa wako baba yangu akatuambia, mnajua ya kuwa mke wangu alinizalia wana wawili. Mmoja alitoka kwangu, nikasema bila shaka ameraruliwa, wala sikumuona tena tangu hapo. Na mkiniondolea huyu naye, na madhara yakimpata, mtashusha mbi zangu kwa msiba karibuni. Basi nikienda kwa mtumwa wako baba yangu, na huyu kijana hayuko pamoja nasi, iwapo roho yake imeshikamana na roho ya kijana, itakuwa atakapoona ya kwamba huyu kijana hayuko, atakufa, na watumwa wako watashusha mvi za mtumwa wako baba yetu kwa huzuni kaburini. Kwa maana mtumwa wako alijifanya mdhamini. Sasa unaona, yeye sasa Yuda alijifanya mdhamini tena, ili ampate mdogo wao mdogo aende naye kule. Alijifanya yeye mdhamini na wa huyu kijana kwa baba yangu, nikisema nisipomrudisha kwako nitakuwa na hatia kwa baba yangu daima. Basi sasa nakusii uniache mimi mtumwa wako, nikae badala ya huyu kijana kuwa mtumwa wa bwana wangu, na huyu kijana umwache aende pamoja na nduguze, kwa maana nitawezaje kumwendea baba yangu na huyu kijana hayuko pamoja nami, nisije nikayaona mabaya yatakayompata baba yangu. Naona anapojenga hoja huyu jamaa. Rubeni kaka mkubwa ametulia hapo kifudifudi. Anakuja kina Simeoni na Lawi ametulia hapo kifudifudi. Anakuja kijana wa tatu, anasimama anazungumza, anasema huyu kijana nimemdhamini kwa baba yangu. Mimi ndio nimesimama kule nimejisema, baba nisipomleta niwe na hatia daima machoni pako. Anasema mimi siwezi kwenda kumuona baba yangu. Kwa ninaomba kijana arudi aende kwa baba, ila mimi nibaki niwe mtumwa wako, ila yeye kijana aende. Kwa Yusufu naye maneno hayo yakamgusa, kwa sababu ameanza kumuelezea, ina maana amemgusia kwa kumbe baba yao anaumia. Kwa sababu Yusufu, kumbuka, mwanzo alikuwa anapendwa na baba yake. Alimshonea mpaka nguo ya tofauti. Unakumbuka? Sasa baada ya yote hayo, leo huyu Yusufu ameenda mahali huko, anaambiwa baba yetu anahuzunika, anasema mama yake yani aliwazaa wana wawili, yani ambaye sasa anamsema ni mama yake Yusufu, ambao wao hawamjui hapo. Anasema aliwazaa wana wawili, mmoja alilaruliwa mpaka leo anaumia, hamuoni tena. Kwa kumbe anajua kumbe baba yangu na yeye anaumia mpaka leo kutokuniona. Kwa amemkamata kijana mdogo akae naye. Kwa anaanza kuwaelewa ile hali iliyoko nyumbani. Kwa baadaye hapa sura ya 45 Yusufu anaanza kujitambulisha kwa sababu ya hizi hoja alizopewa. Ngoja tusome tena mstari wa 45. Ngoja tusome tuanze tu mwanzo mpaka 5. Alafu mengine sitaendelea sana ili tupate muda pia wa kupata mjadala zaidi. Anasema sura ya 45. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, muondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze. Akapaza sauti yake akalia, nao wa Misri wakasikia. Watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingia na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu basi. Wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi msihuzunike wala msiuzike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinituma mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo ya kulima wala kuvuna. Naona kwa hapa baadaye sasa anajitambulisha kwao. Anawaambia mimi sasa ndio Yusufu. Baada ya kuambiwa hizi hoja na Yuda, anapata simanzi, analia, anajitambulisha kwa ndugu zake kwa mimi ndio Yusufu. Lakini msihuzunike, kwa sababu sasa ameona tayari wameshachanganyikiwa, wameingiwa na hofu kuu. Alipowaambia tu kwa mimi ni Yusufu ambaye mliniuza huku Misri.
waliingiwa na hofu kuu, lakini anaanza kuwarudisha mioyo kwa msihuzunike, kwa sababu anajua kwa haikuwa ni kwa mawazo yao, bali ilikuwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Yalikuwa ni mapenzi ya Mungu yeye akawaandalie. Kwa sababu asingetoka, na maana wote wasingeweza kupata chakula, wangekufa na njaa. Kwa anawaambia sasa msihuzunike, nyie mliniuza, lakini kulikuwa na mpango wa Mungu nyuma ya jambo hili. Kwa wapendwa, tujifunze. Kama wewe unamtegemea Mungu, kama wewe uko kwenye msingi wa Mungu, hatuna bahati mbaya. Yaani hakuna bahati mbaya. Jambo lolote linalokupata linakuwa na maana nyuma yake. Unaweza kaliona ni baya sana, linaumiza, na uwezo kupata muda mwingine majibu mapema. Lakini baadaye, baada ya muda, unaanza kupata sababu kwa kumbe Mungu alinipitisha hapa ili niwasaidie ndugu zangu, ili nikomae moyo. Mungu alinipitisha labda kwenye mahusiano haya yakavunjika. Kumbe Mungu alinitaka nisiwe legelege, au nilikuwa namtegemeza huyu mtu sana kuliko Mungu, namtanguliza yeye. Kwa nakuta ukifanya hivyo, Mungu anakufundisha. Kwa kila kitu kinachotupata wana wa Mungu kiko kusudi, liko kusudi. Kina kusudi la Mungu. Kwa kama kusudi lipo, lazima ujue. Ndio maana anasema hata katika baya kuna zuri. Madamu tukaamua kwanza kuangalia vizuri. Yaani ukikaa tu hata baya lililokupata, ukiangalia nyuma yake, unakuta kuna zuri lipo. Sasa inafuatana na unaanza kuangalia vipi. Sasa mtu mwingine akiliona baya anaanza kulia tu. Kama huyu Yusufu, na maana hili zuri, ili baya aliyomfanyia ndugu zake, amekuwa analiangalia tu kusema waliniuza, walinifanya nini, angekuwa na chuki na ndugu zake. Lakini amekuja ameona kwa kumbe wale walikuwa wananiuza hawajui, ndio nilikuwa natakiwa nifanyike msaada wa kuwatoa kwenye msimu wa njaa. Kwa hata sisi wenyewe lazima tuanze kuangalia. Kuna maeneo unakuta unaona kabisa, mbona kama sifanyiwi vizuri, mbona kama hawajanifanyia nilivyotaka kufanyiwa, mbona kama hawanifanyii kama ninavyotaka. Kuna kitu kuna kitu Mungu anakufundisha. Unakuta baada ya muda unakomaa. Unakuta ulikuwa unapenda kufanyiwa kitu fulani, unapenda hivi na hivi, unapenda kunyenyekea, unataka kunyenyekea, fanya nini na nini. Baadaye unajikuta umekomaa. Sasa hata akitokea mtu akakudharau, haiumizi tena, kwa sababu sasa unajua sasa si watu wanauaga tu, watu wana madharau. Yaani hiyo inakutengeneza unakuwa chombo imara zaidi. Kwa Mungu atusaidie wapendwa, tunapoendelea kutafakari hili neno na kuona, tujue kwa katika kila jambo linalotupata, kila jambo lina sababu. Kila jambo wewe, yaani madamu tu unamtumainia Mungu, uliomba, ulifanya nini kwa vizuri, alafu kikatokea kitu, najua kabisa hii lina sababu nyuma yake. Ndio maana Ayubu alikuwa akikaa akijichunguza, naona haoni kitu. Anajichunguza haoni kitu. Kumbe nyuma yake alikuwa hajui. Sisi tunakuja kusoma leo, tunapata moyo kwa kumbe Mungu alikuwa anaangalia imani yake. Yeye alikuwa hajui wakati huo, kwani Mungu anaangalia imani yake. Anajaribu kutafuta nimekosea wapi. Lakini anasema alishikamana na utimilifu wake mpaka mwisho. Kweli kuna wakati anapita anaumia, kuna wakati anasema, kuna wakati ukisema kweli maneno yake yale ukiyasoma unakuta kabisa yalikuwa na ukakasi, lakini baadaye moyo wake ulikuwa hautoki kwa Mungu. Sababu anasema pamoja na kupitia mambo mazito namna hii. Soma sura ya 19 pale. Anasema mateso, kuna wakati anasema mateso yangu anasema mateso yangu ninayopitia ni mazito. Kiasi ungechukua mchanga wote wa baharini, uzito wake haufikii mateso ninayoyapitia. Sasa mchanga wa baharini si unajua ulivyo mwingi. Kwa anasema yani wote hata ungechukuliwa bado usingeweza kufikia uzito wa mateso anayokuwa anayapitia. Kwa unakuta mtu wa namna hiyo alikuwa kwenye hali mbaya sana. Lakini baadaye anakuja anajirudisha. Anasema sasa ni mwili wangu umeharibika, sasa pamoja na ngozi yangu kuharibika hivi, lakini bila mwili huu nitamuona Bwana. Najua mtetezi wangu yu hai na atasimama kunitetea. Kwa unakuta bado yani pamoja na yote yalikuwa anakuja anarudi anasimama tena anamtazama Mungu. Yakija mawazo yanamyumbisha lakini baadaye anarudi anasimama anamtazama Bwana. Kwa sababu adui alijaribu kupitia hadi kwa mke wake. Mwambia Bwana, unateseka sana baba. Wewe tukane tu Mungu wako mkufuru ufe. Bora tu ufe. Sasa unasema Bwana tena nao unaongea kama wanawake wapumbavu. Tupate mema kwa Mungu siku zote. Anazungumza hivyo. Kumbe kuna wakati unaweza kupitia mabaya, ukapata nika kipindi tu kupata mabaya, lakini haimaanishi kwa Mungu amekuacha. Haimaanishi. Kwa kuna wakati unanyenyekezwa tu kwa nimepata hili baya, lakini liwe ni fundisho la kunisaidia mimi kupiga hatua. Ulichukue kama fursa. Usichukue ubaya kama umeonewa. Kwa sababu mwingine akiguswa tu na ubaya, hapo sasa ndo anachanganyikiwa. Anza Mungu mimi sitaki.
Anakuwa kama Yona, sasa nimezia na kazi yako. Naenda Ninawi sasa. Naenda Tarshishi. Anajifanya anamtoroka Mungu. Kwa unakuta inakuwa haipaswi kwa hivi. Hata kabaya kakikupata bado kimbilio letu ni Mungu. Anasema pasipo mimi hamwezi jambo lolote. Kwa ukianza kuweka ujanja wako, ukadhani unaweza ukamanuva mambo yakabadilika, unakwama vile vile. Kwa bora tu tumaini lako libaki kwa Mungu ili mambo yako yaendelee kuwa vizuri. Na kuna mambo yanapokutokea yanakuongezea hatua. Ni jambo baya kumpiga teke chura. Yaani kimkuta tu chura anatembea njiani ukampiga teke. Ni jambo baya, si ndio? Lakini kwa mwendo aliyokuwa anaenda nao, kwa ile teke lililompiga, yeye hatua yake asingeweza kuruka kufika kule. Lakini kwa teke lililompiga chura, ameumia ndio lakini amesogea hatua. Kwa unakuta wakati mwingine kuna mambo yanatokea, ni mabaya, yanakuumiza, lakini yanakupa kupiga hatua. Yanakupa kupiga hatua. Paulo anasema kuna jambo lilikuwa linamsibu, nilimlilia Mungu mara ya kwanza, akamwambia neema yangu ya kutosha. Nilimlilia Mungu mara ya pili, anasema ulikuweko mwiba, anasema Bwana uondoe mwiba kwenye mwili wangu, anasema neema yangu ya kutosha. Kwa anasema hata nilipokuwa dhaifu nitamuinua Mungu. Kwa hata katika udhaifu tena anajifunza kumtukuza Mungu hata katika udhaifu. Haimaanishi udhaifu ni mzuri, lakini neema, kwa sababu Mungu amemwambia neema yangu ya kutosha, ina maana anapata msaada wa Mungu wa kumsaidia kupita hata katika huo udhaifu. Naona? Kwa haya yote pia yapo kwa ajili ya kuweka nidhamu ya kujisahau, kwa sababu sisi wanadamu maisha yetu kweli tuko na Mungu na yanapaswa kuwa imara, lakini imani na mwingine unakuta mawazo yanatindika, imani na mwingine inashuka. Sasa kunakuta kuna mwendelezo kidogo wa panda shuka. Wanasema wataalamu, hata ukiangalia wale watu wa hospitali, wanasema hata mapigo ya moyo ukiangalia safu yake ni wave like, yanapanda kama mawimbi. Sasa wewe siku akikukuta tu mambo yako yamenyoka, mstari mmoja mapigo ya moyo yamenyoka flat, ujue sasa tumekupoteza. Ndio maana sasa ndio kama maisha sasa tunapoishi nayo, unakutana nayo kidogo panda shuka. Kuna wakati mwingine unapanda sana, baadaye tena hivyo. Kwa lakini sasa haimaanishi sema ndio utakuona, hapana. Kwa hivyo ni hali ya maisha. Zinapotokea hizo hali usijisahau sasa ukaanza kuona kama Mungu umeniacha. No. Yanaweza kukusudiwa mabaya, kumbe ndio yanakupiga teke. Unasogea mbele. Kuja kukusudiwa mabaya, kalikuja hapo kwa ugonjwa, kamekuta sasa ndio unapiga maombi kweli. Kameondoka, kamekupiga teke. Kanakuja kuondoka umeshasogea. Ulikuwa umeshajisahau, unaona nini? Kwa sababu watu wengi amani kiingia kutosha sana, wanajisahau. Kama wana Waisraeli walivyokuwa wanafanya. Wakiona tu mambo yametulia, shwari kuu, hamna vita, hamna nini, wanaanza kwenda kutafuta tu miungu tu hapo tuabudu huko. Wanamwacha Mungu. Wakiona mambo yamekuwa mazito, wanakuja wale mataifa wengine wanawatwanga. Wakiwatwanga hivi, wanakumbuka yuko Mungu wetu mweza wa yote. Wanaenda kumkimbilia Mungu wao. Akimkimbilia Mungu, Mungu anawasamehe, wanarudi kwenye mstari. Kwa ni baya kupigwa, lakini ni nzuri, linawasaidia kurudi kwenye mstari. Kwa jamani, Mungu atusaidie. Tunapokuwa tunaona hayo, tusiogope. Mabaya yanapokuja, tusiogope. Yaani tuwe na ujasiri, kwa sababu anasema sisi tumeushinda ulimwengu. Hata mabaya yanapotupata tusiogope. Yakitokea tusiogope. Kwa sababu unaona, yani tunapaswa kuwa na ile nguvu kama Bwana Yesu. Alikuwa yupo kwenye mtumbwi, yani yupo kwenye mashua, wanasafiri, kuna mawimbi, wenzie wanafunzi wanahangaika, wanatoa maji, wanahangaika, wanaona hapa tunaangamia. Mpaka anaenda afu Yesu amelala. Yani ametulia kwa sababu yeye anajua nini moyoni mwake. Ana imani, anajua mimi sijaja kufa kwako sawa. Mimi nitakufa msalabani. Kwa sasa nyie mawimbi nichanganyeni. Tuhangaisheni, lakini mwisho wa siku yeye ataenda kukamilisha kazi ya ukombozi ya wanadamu msalabani. Na kweli akapita, akakemea, mawimbi akapita, akavuka. Kwa wanasema hivi, kuna moja wakati tunajifunza na kuangalia, niliona kuwa wanasema it is better to stay in a comfort zone, but nothing grow on the comfort zone. Yaani kukaa katika mduara ambao mambo yote ni shwari ni vizuri sana, lakini hakuna kitu kinakuwa mambo yakiwa shwari. Yaani mambo yakiwa tu shwari, ukawaida unaingia. Lakini mambo yanapotokea kidogo tofauti, wanasema hata manahodha wazuri, yaani wale mabaharia manahodha wazuri wanaongoza meli, wanapatikana kipindi ambapo bahari imechafuka. Kama mtu siku zote anaendesha tu
anaendesha tu, au wewe ni dereva unaendesha tu barabarani, tunaendesha kwenye lami tu siku zote, unakuwa dereva mjinga. Siku ukipita kwenye makorongo, ukapambana na makorongo ukamanumba kidogo, unajua kumbe nikiona ni korongo na naenda hivi, unakuta unakaa vizuri. Lakini ukiwa hivi tu mambo shwari, mkeka, unakuwa unajisahau, unakuwa mzembe. Kwa nothing wrong comfort zone. Kwenye mstari ambao hauna kujiongeza, kujivuta, hakuna kitu kinaongezeka. Hakuna kitu kinaongezeka kwenye mambo yakiwa tu yametulia. Mambo yanapotokea kidogo yanabadilika. Ni kama mbegu. Mbegu kiweka tu hapa ndani, inakaa iko salama. Lakini hayoti haiongezeki. Yaani wewe kachukue tu hata mbegu zako za maharage, ziweke kabatini. Si ndio sehemu nzuri umezihifadhi? Zitaongezeka? Zitakuwa. Lakini zichukue zile mbegu, nenda kazizike shambani. Sitoe tu nje, sasa nimewachukia. Nenda kuwazika huko, na wazika nje. Mbegu zako labda za maharage, kaenda kazizika huko nje. Zikipita wiki, unakuta bado ulipozika tayari kamea kametokea. Sasa si mbegu jamani nilizika zikao zinakaa tu huko ndani. Baadaye unakuta tena hazizai harage moja, zinakuja kutoa maharage 20, maharage mangapi ambao ulipanda harage moja. Kumbe imepitia hali mbaya. Zimepita kwenye hali mbaya, zimeenda kwenye maudongo, kama zimekufa umezizika, lakini baadaye zinachipua, zinaleta kitu kingine kizuri. Kwa comfort zone ni nzuri kukaa, lakini vitu havikui kutoka kwenye eneo la mambo yote lililo shwari kuu. Ukiona kitu kimefika kwenye shwari kuu, mara nyingi ukuaji na kume tulia hapo. Lakini zinapotokea kidogo changamoto zinatupa kujivuta. Hatusubiri changamoto ndio tusimame, lakini zinatusaidia kuendelea kujivuta kwenda zaidi. Ndio maana nasema tuombe tusiingie majaribuni, lakini anasema vile baba, majaribu hayana budi kuja. Kwa kweli tunaomba tusiingie. Yaani tusiyaingie, yani tusiyachokoze. Lakini yanakuja. Kwa yale yanayokuja yatatupata. Kama yatatupata, tumuombe Mungu. Mungu atatusaidia, anatupa msaada wa kutuvusha hata kwenye hayo majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu unazidi kutukimbia. Ninakaribisha kama kuna mtu una swali au na nyongeza, ni darasa tunaendelea nalo ili wote tuwe pamoja. Kama na swali na nyongeza, unaweza ukanyosha mkono kupa nafasi. Lakini kama darasa linaendelea vizuri, yes, karibu madam. Cha kwanza nimejifunza hii ambayo mwalimu kanaiongea anaposema kwamba tushinde ubaya kwa wema. Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza, ukweli. Tukiangalia kwamba Yusufu alikuwa ni mtu ambaye alipata kibali na ni mtu ambaye alikuwa anaongea na anakubalika. Lakini cha kwanza kilichosababisha Yusufu kuweza kubalika ni ukweli. Angalia toka mwanzo walipoondoka kwenda not Yusufu, Yuda. Alipokwenda kule kwa Yusufu, alikwenda kusema ukweli. Na alipotoka kwa Yusufu kwenda kwa baba yake, kwa Yakobo, alikwenda kusema ukweli. Tunaona kina Rubeni walipofika kwa baba yao ili waweze kurudi kule, walianza mbwembwe nyingi. Wakaanza kusema usipofanya hivi itakuwa hivi na hivi, isipokuwa hivi itakuwa hivi, mpaka wakaja wakasema basi na tutakufa tu, acha tufe. Lakini yeye akaenda kupanga ukweli wa jinsi ambavyo Yusufu alivyokwenda kumwambia. Alisema tusipoondoka na mdogo wetu kule hatutakwenda kuonekana. Na alipoyapanga ukweli bila kuongeza kitu, alikubalika. Na baba akaenda kumwachilia mtoto, akaenda nao. Lakini vile vile alipofika kule kwa Yusufu, wakati ameshaingia kwenye shida, ona watu walikwenda pale, tusamehe, tufanye nini, tufanye, lakini yeye akaenda kanyoka. Akasema sikiliza, baba yetu tusipokwenda na mtoto alituambia kwamba tutamshusha kaburini, mvi zake zitakwenda kushuka kaburini. Na ndivyo baba yake alikwenda kumwambia kwamba msipomleta huyu mdogo wenu wa mwisho, mkaja nyinyi wenyewe, sikiliza, mimi nitakwenda kushuka kaburini. Lakini vile vile akamwambia kwamba mimi nilijiweka rehani kwamba huyu mtoto asipokuja basi mimi nakuwa rehani kwa ajili yake. Na alipokwenda akasema ukweli bila kupindisha, tunamwona kwamba Mungu au Yusufu aliweza kuwaruhusu, na kupitia ukweli ule ndio kwenda kumfanya mpaka Yusufu akaenda akasema akajiweka wazi kwamba mimi ni ndugu yenu.
Kwa hiyo nilichokwenda kujifunza, ukweli katika kila kitu. Usipende kujitetea. Nenda na jinsi ambavyo mambo yalivyo. Mungu anapenda ukweli na Mungu atakwenda kututetea na kutuinua kupitia ukweli. Kinachosababisha mpaka maisha ya watu wengi yanayumba, kinachosababisha mpaka haki zetu zinayumba, tunakwenda kujitetea. Tunapenda kujitetea kwa mambo ambayo sio kweli, ili mradi tunaweza kutoka kwenye jaribu hili. Kwa hiyo tunaanza kujitetea baada ya kwenda na ukweli, maana ukweli ndio unaokwenda kutoka katika maangamizi. Kwa hiyo tujifunze kwa Yuda kwamba kila kitu, hata leo jaribu la aina gani, liende kwa ukweli. Usiende kwa kusema kwamba nikifanya hivi nitatoka. Ujanja hautakiwi. Akina Ruben walikuwa ni wajanja wakasema mambo mengi, lakini bado akanani haukupata kibali. Yeye alivonyoka na Mungu akasaidia. Mdogo wao Yusufu akasema ukweli, na hata huyo mdogo mwenyewe wakafunguliwa kwa huru. Kwa hiyo mimi nimejifunza ukweli kwa kweli, hata nikipita kwenye majaribu. Amen. Barikiwe sana madam, tunashukuru kwa mchango mzuri. Barikiwe sana. Na muda wetu unatukimbia. Tusogee tena mbele kidogo, alafu tutakaribisha maswali ya mwisho, tutakuwa tunafunga darasa letu. Kuna jambo lingine ambalo pia tunapaswa kuliona katika mstari wa 8 huu. Nililigusia kidogo lakini tuliliona. 45 mstari wa 8 anasema, basi si ninyi mlionileta huku, ila Mungu naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Kwa sasa anawaambia kabisa, sio nyie. Yaani nyie mlikuwa mnaona mmefanya hila na nini, mlinipiga bei, lakini kumbe na hila zenu Mungu alikuwa amekusudia kitu. Kwa mlitumika tu kutimiza mpango wa Mungu. Kwa anawasaidia ndugu zake ule moyo waliokuwa nao, kwa sababu ukisoma hapa juu anasema waliogopa sana, walijisikia vibaya. Kwa walipojisikia vibaya anawaambia sio ninyi. Yaani kuna jambo la Mungu likitaka kuzaliwa, Mungu anaweza kumuinua mtu akapitishiwa akalifanya, hata kama yeye alikuwa nadhani anafanya ni hila zake, kumbe ni Mungu anataka lile jambo lizaliwe analolitaka lizaliwe. Kwa tusiwe watu wa kuwalaumu watu, lakini tumwangalie zaidi Mungu. Kwa kama hili limepita, unajua mtu akikufanyia kitu unamuona mtu huyo, unaanza amenionaje, lakini ukimwona huyu ametumika na Mungu kufanya hiki ili mimi niende mahali fulani, utamchukia yule mtu kwa sababu utajua huyu ni kifaa tu katumika, lakini mimi nimesogea kwenda mahali fulani. Mungu atusaidie kuiona hiyo. Lakini kuna jambo lingine ambalo ni la muhimu sana tulijue kama watu wa Mungu kuhusu njaa. Ukiona hizi sura zote, haya mambo yote ya Israeli na huyu Yakobo kuanza kutoka mpaka kutoka Kanaani kwenda Misri utumwani, njaa ndio iliyosababisha. Njaa ni uhitaji. Yaani unapofika hatua unakuwa na uhitaji wa kitu fulani, lazima Mungu akusaidie sana katika uhitaji. Unapokuwa katika uhitaji, maamuzi yako muda mwingine yanaweza yakawa yanausukumwa na ule uhitaji. Unaanza ngoja tu nipate kitu fulani, nitarudi kwa Mungu. Hapana. Uhitaji unapokuwepo mkubwa, shetani ndo anainuka hapo. Kumbuka Yesu alifunga siku 40. Lakini alipoona njaa, akapata uhitaji wa chakula, hapo shetani akainuka, badili jiwe ili liwe mkate. Ilikuwa ni kama wazo zuri. Lakini kumbe lile wazo ndio linakuja kumfanyaje? Angefanya akabadili jiwe kuwa mkate, asingebadili kwa mapenzi yake, lakini angebadili kwa kumsikiliza shetani. Kwa shetani angesema, hata Yesu mwenyewe ananitii. Kwa anasema, mtu ataishi kwa mkate. Kweli ana uhitaji, lakini anasema mtu ataishi kwa mkate. Kwa hiyo yani ni kile kitu unakuta katika kipindi mtu pengine anafika hatua na uhitaji wa kufanya jambo fulani, na uhitaji wa kuolewa. Sasa mimi yoyote tu atakaye kuja huyo. Haya. Ule uhitaji wako utakapofika, unakuwa unakutana sasa na moto na kukuta uko mbele. Kumbe njaa. Lakini ukiweza kuidhibiti njaa yako, Mungu anakusaidia. Shangazi anajua hapa kwenye wanasiasa wanaanza sika wahonge tu wajumbe, tunapita tu wape wajumbe kahera. Kumbe unapofanya vile, ushindi wako unakuwa sio Mungu. Watu kama ulimpa wanasema compromise ya kwanza inaleta compromise ya pili. Yaani mtu ulichokipata kwa kumwomba Bwana, unakilinda kwa kumwomba Bwana. Ulichokipata kwa udanganyifu, unabidi ukiendelee kukilinda kwa udanganyifu. Aliyepata kazi kwa kulipa rushwa ya ngono,
atapaswa kuendelea kuilinda hiyo kazi kwa kutoa ngono. Kwa aliyepata nafasi kwa rushwa, ili uendelee kukaa kwenye nafasi, itabidi uendelee kutoa rushwa. Kama nakosa, sema bora nikose nikiwa nimenyoka kuliko nikapata kitu ambacho ni cha danganyifu. Kitanifaa nini sasa? Nikionekana kweli labda nimekuwa ni mheshimiwa diwani, lakini watasema huyo tumempambania sana, tukao tunapita kuweka sijui tu nini kule. Kama Mungu ndo anayewapa nafasi watu, anasema yeye anamdhiri huyu, anamuinua huyu. Kwa Mungu akitaka, yani hata usipopambana kwenye hivyo, wewe utasema tu yako ya kweli, jamani mimi ni mtumishi wa Mungu, mtafanya hiki na hiki kimenyooka. Sina kitu cha kukupa, ukinipenda nichague, usiponipenda basi nitakushukuru. Kwa kweli, kwa ile kweli yako, kweli na kuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu atusaidie, kwa sababu kanisa letu tunazungumza haya, sio shangazi peke yake atakayeenda kwenye mambo ya siasa. Tunajua ni watu wengi wanaendelea kuja, wanaendelea kukua na kuongezeka. Tunaenda kwenye milima mbalimbali ya ushawishi, lakini kitakachotusaidia ni kweli. Kama tulivyoona Yuda, kama tulivyoona watu wote waliokuwa wanasema kweli, mwanzoni inakuwa ni ngumu. Sema nafanyaje, napitaje? Ndio maana tunamhitaji Mungu. Tunakuja hapa na Mungu, wewe ndio unayejua mioyo ya watu. Ivutwe ushawishi wa mioyo ya watu, navutwa kuelekea kwa watu. Ukisema ile kweli, unakuta kweli na kuweka huru. Sasa Mungu, mimi nimekutegemea wewe. Yaani najua kitu ulichokifanya, ukafanya udanganyifu, hata kumshuhudia Mungu ni kazi. Haya, wewe kama wahonga wajumbe na nini hayo umeshinda. Unakuja unasema ni Mungu amekusaidia. Unakosa nguvu, yani ukitaka uje kushuhudia, unakosa nguvu. Ukitaka kushuhudia shetani sema, ile rushwa aliyotoa kule. Yaani ndio kitu unakaa. Lakini kama umefanya ni Mungu amekusaidia, unakuwa na ujasiri sana, jamani Bwana anainua watu. Mungu amenisaidia. Mungu amenipa kibali kwa watu. Kwa nini? Nimenyooka. Na Mungu anasisitiza uaminifu. Uaminifu sio kitu kidogo. Anasema uwe mwaminifu hata kufa. Sio hata kufika fulani ukakosa jimbo, hata kufa. Yaani hata ikifika mtu ameleta kisu hapa, ni hata kufa unapaswa kuwa mwaminifu. Kuna mambo madhara, siku nyingine tutajifunza, tutajua. Kuna mambo mengine anasema ni sahihi kuyafia, ambayo unaweza ukasimama kuyafia, ni pamoja na imani yako. Sio mtu anakuwa tu na imani, hata kukuuliza mambo hiyo Yesu. Niko tunamsikiaga kanisani wa mchungaji anasema, no. Sasa kusema mimi namuamini Yesu. Anasema ni Yesu au upe? Ni nife lakini Yesu. That is, tunatakiwa tufike kiwango hicho cha ukomavu wa imani. Lakini sifike hatua ya kusema eti watu wakikwambia, unamjua, umewahi kumuona huyo Yesu? Anasema, lakini na mimi namsikiaga tu kwa mchungaji, na mimi simjui. Unaungana na mambo mabaya. Hapana. Tunapaswa kuwa kujenga imani yetu na misuri ya namna hiyo. Kwa tujichunge sana wapendwa tunapokuwa tumepata njaa. Ukisoma 45:11 kuna kitu tunaniona hapa. Anasema hivi. 45:11 anasema maana bado imesalia miaka bado imebakia miaka 5 ya njaa. Njaa nimekwambia ni uhitaji. Yaani unakuwa unahitaji kitu, unahitaji chakula, unahitaji jambo fulani. Kwa unapokuwa na uhitaji mkubwa sana wa kitu ambacho unasema siko tayari kukikosa hiki kitu. Shetani yani angalia sana kwenye mambo kama hayo. Shetani anainuka hapo anakuletea kitu kabaya. Ukiweza kushinda hiyo njaa, ndio unapata kitu kizuri. Ukishinda kuishinda hiyo njaa, unaingia kwenye mtego wa kufanya mambo yasiyofaa. Anasema 5 ya njaa, usije ukaingia katika uhitaji wewe na nyumba yako na yote. Kwa unaweza kukuta kuna watu wameingia kwenye mambo mabaya lakini ni njaa. Mtu anasema siko tayari kukosa hii kazi. Na watu wanamwambia kwani shingapi? Kilala naye tu kwani shingapi? Anaondoka nani? Mtu anasema basi nitalala naye tu mara moja. Unakuja mtego, unaanza kulinda kwa kulala naye tena. Kwa Mungu atusaidie sana kujua hiyo njaa kuweza kuizuia. Tutasoma 46:1-5 tutakuwa tunahitimisha. Anasema hivi. Mwanzo 46:1-5. Israeli akasafiri pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba. Akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema mimi hapa. Akasema mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka. Na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka Beersheba
wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyotuma Farao ili kumchukua. Naona kwa pamoja na kuwa alipata hiyo furaha, alipata habari nzuri ya kuwa kijana wake yuko hai, hainuki tu moja kwa moja kusema ngoja niende, lakini anafika Beersheba, anamtolea Mungu sadaka. Ina maana anajenga madhabahu, ni kama anaomba kwa Mungu, ninaliendea jambo hili, ninatoka kwenye nchi ulionipa ya Kanaani, ninaenda Misri. Huku kuna njaa ndio. Aseme tu Mungu naye anajua bwana. Si huko kuna njaa kwa unaenda tu Misri. Anamwambia Mungu, anamtolea na sadaka pale. Anapofanya vile, anasema usiku Mungu anamwambia, sasa anamthibitishia, usiogope. Nitakwenda pamoja nawe huko Misri na nitakufanya taifa kubwa. Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndivyo inatupasa sisi kama kweli tumesema tunamtegemea Mungu. Kila hatua zetu Mungu mbele. Kila hatua zetu tunazozitanguliza ni Mungu mbele. Mapenzi ya Mungu kwanza yatimizwe, alafu kama ya kwetu yatakuwepo basi yafuatie. Tusiweke tu ya kwetu nyuma mbele, alafu tukasahau mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine mengine yanakuwa ni mazuri kwa nje, mengine yana sura nzuri, unakimbilia, ukienda tu bila Mungu, unaenda unagonga ukuta. Kwa nini? Kwa sababu hukuanza kumtanguliza Mungu. Huyu Yakobo alikuwa hajamuona mtoto wake siku nyingi, alikuwa kweli moyo wake umefurahi. Anasema kwanza hapo ukisoma huko mbele, anasema ni kama alizimia. Baada ya kuzimia, wakaanza kumwambia sasa tumekuja na magari. Na nini anaona? Anasema ndio moyo wake tena ukafufuka. Sasa walipofufuka ndio akamwambia sasa tuende naye tuungane. Na sasa niko tayari tuendeni. Sasa alianza kwenda, akasema tuende moja kwa moja. Akasema tukifika Beersheba tunasimama kwanza. Tunamtolea Mungu sadaka. Ina maana unafanya ibada. Sadaka ni kiwasilisho cha ibada. Ina maana wakafanya ibada pale. Ndipo usiku sasa. Hapa sasa unajua Mungu akikwambia bwana huko unakoenda ni salama, nitakufanya niko naenda kwa amani. Anaenda kwa mikogo yote, anajua huku Mungu atanifanya taifa kubwa. Ameenda na watu 70 lakini anajua Mungu ataenda taifa kubwa. Ana uhakika, ana sauti ya Mungu nyuma yake. Lakini ukienda hivi kwa kupapasa, watu wanakuambia njia sio hii, njia ni hii. Anasema ilikuwa ni hii hapa. Ngoja niende na hiyo anasema unafika sio ni huku, unabadilisha unaenda huku. Kwani unakosa msimamo kwa sababu haujaipata ile sauti ya Mungu. Lakini kama tutajituliza, mambo yanatupata ndio, tunahitaji ndio, lakini tukaitafuta sauti ya Mungu kwanza kabla hatujatoka kwenda kupambana. Daudi ni mmoja ya wafalme ambao hajawahi kushindwa vita hata moja. Lakini ukimsoma vizuri habari zake, Daudi watu wengine wanamuona kama mjinga, lakini akienda vitani, kabla hajaenda kwenye vita yoyote, anaenda, Mungu niwapandie hawa watu. Mungu anasema wapandie, anawapandia. Kesho ikitokea vita nyingine, anasema si Mungu anasema tu wapandie, na wapandie. Anaenda tena, Mungu niwapandie. Anasema wamekuja tena niwapandie. Anasema wapandie, lakini leo pitia njia ya nyuma. Kumbe angepitia pale angepigwa. Naona kwa Mungu atusaidie kama wapendwa kujua mapenzi ya Mungu. Tuyatafute sana mapenzi ya Mungu. Nini mapenzi ya Mungu katika ujana wangu? Nini mapenzi ya Mungu katika umama? Nini mapenzi ya Mungu katika kazi? Nini mapenzi ya Mungu kwenye kumbe nakuta ni kazi ile unayo yote Mungu anataka. Kuna mtu mmoja tunataka ukutane naye umhubirie aokoke. Wewe unasema tu kazi nzuri Mungu amenipa kazi pa. Kumbe Mungu anakuweka pale kama agenti wake na wewe ulete matokeo. Lakini hujui mapenzi ya Mungu. Usipojua mapenzi ya Mungu huwezi kuyatimiza. Kwa hiyo tunasema tujifunze kuyatafuta mapenzi ya Mungu. Katika hili hilo nipata mapenzi ya Mungu ni yapi? Katika hili hilo nikuta mapenzi ya Mungu ni nini? Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, nijue mapenzi yako kwenye hili. Unakuta mambo yanaendelea kubadilika na wewe unaendelea kuwa thabiti kwa sababu sasa Bwana anakuwa yuko pamoja na wewe na anakuimarisha katika hali zote unazopitia. Kwa hiyo tumejifunza jambo kubwa sana kwa Yakobo kuhusu hakutaka kwenda kwa pupa. Yalikuwa ni maamuzi muhimu, yanagharimu maisha, yani tena ukakutana na maamuzi ambayo yanagharimu maisha yako. Hayo ndio omba vizuri sana, ujihakikishie. Usiingie tu kwa sababu unafurahi. No. Omba sana, pata uhakikisho. Lakini tumejifunza pia kwa habari ya njaa. Tumeona wakati wa njaa ndipo ambapo mjaribu anakuja. Ukiwa na njaa na uhitaji wa kitu, jiangalie vizuri. Kuna fulani kanaweza kakainuka hapa. Kitaji sana unaambia kajaribu hivi, jaribu na kamiti shamba, jaribu na hii hapa. Unajikuta umeingia kwenye mtego. Kwa Mungu atusaidie katika hili. Lakini tumeona habari ya Yuda,
uwezo wake wa kuwa mkweli na kujenga hoja na ushawishi. Na wana jengo wa kiongozi unaanza kuja kwenye ushawishi, anajenga hoja zake vizuri, inaenda. Tunakuja huku pia tuliona kwa habari za kutokulipa mabaya kwa mabaya, ila tunapaswa kulipa mema kwa mabaya. Nyumbani lipa mema kwa mabaya, kanisani lipa mema kwa mabaya, kwenye jamii lipa mema kwa mabaya. Ujulikane kuwa mtu mwema. Yaani ukijulikana hivyo kwa huyu ni mtu mwema, inakusaidia kulinda, wanasema image yako, sura yako huko mtaani, watu wakikuona wanasema kweli huyu ni mtu mwema. Wasiposema sasa hivi watakuja kusema hata ukifa. Yesu alikuwa anamkataa alipokuwa hai, lakini alipokufa wakasema kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa nini? Alikuwa anafanya kile kitu ambacho wanamfanyia mabaya anamfanyia mema. Anafanyia mabaya, kifanyia baya moja na kulipa mema matatu. Fanya mema, fanya mema. Kwa Mungu atusaidie tushinde mabaya kwa mema. Tumejifunza kulipa mema badala ya mabaya. Basi tumshukuru Mungu na tutakuwa tunamaliza somo letu. Tuombe. Bwana Yesu Mungu mwaminifu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa sababu umesema nasi katika neno lako na tafakari hii. Tunaomba Bwana mkono wako tusaidie katika haya tuliyojifunza yote. Baba, ukatuimarishe katika kulipa mema badala ya mabaya. Bwana, ukatupe kuimarika katika kuijua hii kweli. Tunatamani kuona Bwana kanisa letu linastawi. Tunaona Bwana kila hatua ambazo tutasimamia kweli tusiaibike. Tukakuone Bwana mkono wako ukitusaidia. Neema yako ikatusaidia Bwana katika kushinda. Tunajua neno lako kuna wakati mazingira yanakuja yanashindana nalo, yanakuja kulipima, lakini tunaomba Bwana uaminifu wako ukathibitike pale ambapo tunakuwa tunapitia katika mambo yoyote ambayo yanahitaji mkono wako wa kuthibitika. Baba, utupe kukua hata katika hatua za changamoto, ukatupe kustawi na kuongezeka katika jina la Yesu. Tunajikabidhi mikononi mwako. Amen. Amen. Bwana atubariki sana.